Waheshimiwa wanahabari, mimi ni washukuru sana kwa kuja, ambavyo siku zote mmekuwa mkifanya, tukiwaita mnaitika, na naamini hizo taarifa zitawafika Watanzania sawa sawa. Sasa tulikuwa na kamati kuu juzi na hatimaye halmashauri kuu jana. Ziliitwa sio kwa sababu ya kujadili watu kama ambavyo amesema MC hapa. Kamati kuu na halmashauri kuu ziliitwa na agenda zake. Kilikuwa ni kikao cha kawaida cha kikatiba kwa ajili ya agenda zingine. Na agenda kubwa ilikuwa moja, ilikuwa ni kuteua bodi ya wadhamini ya chama. Tulifanikiwa kuteua bodi ya wadhamini, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikiwepo. Baada ya hapo, agenda nyingine ilikuwa ni agenda ya kupitia mpango kazi wa chama wa mwaka 2026 na bajeti yake. Ni kazi, kwa mujibu wa katiba, ni kazi ya halmashauri kuu kufanya hiyo kazi. Kwa ikafanyika hiyo kazi. Kitu kingine ilikuwa ni kupitisha mchakato wa maboresho ya katiba ya chama ambayo tuliazimia kwenye mkutano mkuu wa tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka jana kwamba tukimaliza uchaguzi mkuu lazima tuifanyie maboresho katiba yetu vizuri, katiba ya chama hii hapa ambayo tunayo. Kwa hiyo hizo zilikuwa ni sehemu ya agenda ambazo zilikuwa zimeita halmashauri kuu ya jana. Lakini ikatokea shida, na huu niweke vizuri, huu sio mgogoro. Ni tofauti na ambavyo watu wanaweza kufikiria. Hakukuwa na mgogoro ndani ya chama na hakuna mgogoro ndani ya chama. Kilichotokea, lilitokea tatizo. Likatolewa taarifa kwenye kamati kuu kwamba hapa kuna tatizo. Kwa kamati kuu ilijadili tatizo, na tatizo lilikuwa linamhusu mtu mmoja. Maana hapa umeuliza kwamba sasa ofisi ya katibu mkuu ni kubwa na watu ni wengi, ni akina nani wanafuatana naye? Tuhuma hizi zilikuwa zinamhusu mtu personally, sio ofisi. Ni mtu binafsi. Na ndio maana zimejadiliwa, amepewa nafasi ya kujieleza kwenye kamati kuu, na yeye mwenyewe akakiri hizo tuhuma, na akaomba kwenye kikao cha kamati kuu ikiwa kimekaa hapa, akaomba kujihuzuru. Kwa hiyo alijua kwamba hakuna watu wengine ambao wanasaidiana naye kwenye hiyo tuhuma, na ndio maana hizo tuhuma zilianzishwa na secretariat ambao ndio chombo anachofanya nacho kazi, ambacho chombo ambacho yeye ni mwenyekiti. Kwa kama kungekuwa na mtu mwingine ambao anashirikiana naye, secretariat ingemuunganisha. Kwa hiyo iko namna hiyo. Nilikuwa nataka kwanza kwenye hilo lieleweke, kwa sababu maswali mlivyouliza nikana kwamba huenda kuna kokoro hapa, huenda kuna watu wengine inabidi wakokotwe pamoja naye. Na amesema vizuri mwenyekiti kwamba tunakokwenda, kama tutagundua yoyote alikuwa mshirika wa matendo hayo, naye atashtakiwa kwa mujibu wa katiba kwenye vikao vya chama na ataadhibiwa. Kila mtu ataadhibiwa kwa wakati wake na kwa kosa lake. Lakini haiwezi kuwa kosa moja la mtu mmoja yani samaki mmoja akioza tenga zima. Ulikuwa msemo wa zamani huo, sio? Sasa hivi samaki mmoja akioza tunamtoa aliyeoza, tunaendelea na walio wazima, sio? Haiwezi kuwa samaki mmoja akioza tenga zima. Kwa hiyo hatuwezi kwenda na huo msemo, na haiko namna hiyo. Sasa program ni nini? Sisi baada ya kumaliza hili tunaendelea na kazi za chama. Leo tukimaliza hapa kikao hiki na nyie, ambacho tulitaka tupeleke huo ujumbe kwa umma, tuna kikao viongozi wakuu pamoja na wabunge, ili tuweze kukaa pamoja, tuweze kuchakata tunatafutaje rasilimali za kuhakikisha hiki chama kinakwenda mbele. Tunao wadau wanatuchangia, lakini wadau peke yake hawezi kuendesha chama hiki. Lazima na sisi tuchangie, na tumepitia jana kwamba kila kiongozi wa chama hiki atachangia chama ili kuweze kusonga mbele. Kwa hiyo tutakaa kikao leo ili kuweza kupanga hiyo plan. Lakini baada ya hapo, leo tunakamilisha nyaraka ya kuhakikisha kesho tunaenda kuanza kusajili bodi ya wadhamini LITA. Lakini pia inabidi tukamilishe muhtasari wa halmashauri kuu ili tuweze kupeleka taarifa hizi kwa msajili wa vyama kwa mujibu wa sheria.
za hatua ambazo zimechukuliwa lazima zipelekwe. Lakini baada ya hapo tumepitisha mchakato wa kuboresha katiba yetu, na ikikuwa kipaumbele chetu cha kwanza, na tulishasema tena hapa, waraka wa kukusanya maoni ulishakamilika. Hatua inayofuata ni kushuka kwenda kukutana na kamati tendaji za mikoa mbalimbali, na ndio maana hapa wako wenyeviti wa mikoa kadhaa, na ndio kimsingi ndio wajumbe wa halmashauri kuu. Kwa tumewaeleza na wanashuka kwenda kujipanga ili kuita kamati tendaji za mikoa yao kuanza kukusanya maoni ya maboresho ya katiba. Lakini kuna kazi ya kufanya ya siasa. Tutakwenda ili tuweze kuwaongoza Watanzania namna ya kudai kupewa katiba ya nchi, kwa sababu sisi Chauma tulishaenda hatua mbele. Tulipounda kamati ya kushughulikia maboresho ya katiba ya chama, tuliunda pia kamati ya kushughulikia kupata ibara za katiba ya nchi ambazo ni vikwazo, ambazo tukianza kuandika katiba lazima zibadilishwe. Kwa lazima sisi Chauma tukienda kwa wananchi, hatutapiga kelele tu kwamba katiba hii ni mbaya na nini. Lazima tuwaambie Watanzania ni vifungu vipi au ibara zipi za katiba zinazokwaza maendeleo yao, ili kianza kuandika katiba wapiganie ziondoke. Tutawaambia ni mambo gani ya msingi yatakuwa kuandikwa kwenye katiba ya nchi. Tutawaongoza Watanzania ili wajue wanaposema wanataka katiba mpya wanaitaka kwa sababu zipi. Serikali kuna wakati itanabaisha kwamba inataka kutoa elimu ya Watanzania waelewe katiba. Mmeshaiona hiyo elimu inatolewa? Haijawahi kutolewa. Sasa hawatoi elimu kwa sababu hawana nia watu wapate katiba inayotakiwa. Lakini sisi Chauma tutaongoza Watanzania, na sisi tutaongoza kwa kutenda, sio kwa kulalamika, kwa kutenda kwamba kibaya ni hiki kizane, ili tuweze kuhakikisha kwamba haki ya Watanzania inapatikana na chama hiki tunakijenga kwa wivu mkubwa. Mungu awabariki sana. Asalamu alaykum. Asante. Nianze na la mwisho. Maana tabia yangu na mnaijua. Naanzaga na la mwisho ambao watu wote bado wanalikumbuka. Kwamba baada ya Salum Mwalimu kutenguliwa uteuzi wake wa ukatibu mkuu, atakuwa nani kwenye chama? Atakuwa mwanachama wa kawaida. Na katibu mkuu aliyetenguliwa atashiriki vikao vya maamuzi kwenye tawi lake, kwa sababu kwenye tawi la chama kila mwanachama ni mjumbe wa mkutano mkuu wa tawi. Wanayeshiriki vikao vya maamuzi kwenye vikao kama kamati kuu, halmashauri kuu, mkutano mkuu, kamati tendaji ya jimbo, ya mkoa, ni viongozi na wametajwa na katiba. Sasa kama akiwa bado hana uongozi wowote, atashiriki maamuzi ya mkutano mkuu wa tawi lake. Ndio utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo sasa hivi ni mwanachama wa kawaida, kwa hiyo atashiriki katika capacity hiyo kama mwanachama wa kawaida. Kwa hiyo nadhani tumeelewana. Kwa hakuna namna ya kuweza kumpeleka kwenye mkutano mwingine akafanya maamuzi, kwa sababu ukiwa huna nafasi yoyote unakuwa mwanachama wa kawaida. Sasa cha pili, kwenye maboresho ya katiba ya chama, umesema tuache ya nchi, kwenye ya chama ni mambo gani hasa yanaboreshwa? Sasa ni hivi kaka, nimesema ndo tunaanza mchakato ambacho kimeandaliwa na kimeshushwa kwenye ngazi za mikoa. Ni waraka, kwa Kiingereza unaitwa white paper, waraka wa kukusanyia maoni. Waraka unakuwa namna gani? Waraka ni kitu tumekitengeneza, kina column 4. Na column sijui Kiswahili chake ni nini mimi kwa kweli. Kuna column 4. Column ya kwanza tumeorodhesha ibara zote za katiba ya chama kama zilivyo sasa. Hiyo ni column ya kwanza. Yaani ibara kama zilivyo. Column ya pili kuna maoni ya waraka. Kwenye kila ibara maoni yanatolewa kama hii ibara ibadilike, isomeke hivi au iondolewe
au ibaki kama ilivyo pale kwenye kolamu ya pili. Ndio kuna maoni ya waraka. Kolamu ya tatu kuna sababu kwa nini. Kama ibara hii iko namna hii ilivyo sasa, tunataka iondolewe, sababu ni nini? Kama ibara hii iko hivi, tunataka isomeke tofauti, sababu ni nini? Na kadhalika. Mwisho kuna kuwa na maoni ya mtu anayetoa maoni, mwanachama au kiongozi. Kuna ndio unatoa maoni. Maana ili mtu aweze kutoa maoni, inabidi uone ibara ya sasa ikoje. Maoni yanayetolewa ni nini? Mapendekezo ni nini? Na sababu ni nini? Sasa wewe ndio unatoa maoni yako. Sio kama unaelewa. Hiyo ndio nyaraka ambayo imetengenezwa, bado inashuka kwa nani? Kwa viongozi na wanachama ili watoe maoni ili irudi. Sasa nikianza kusema mambo yaliyopendekezwa ni haya na haya na haya, maana yake nataka kusema mimi ndo naandika au tumeshaandika katiba tayari. Si ndio maana yake? Unapotaka kuwapelekea watu wakatoe maoni, huwezi tena ukasema yaliyezingatiwa ni haya. Tunachotaka kusema kimsingi, unataka nikueleze kwa sababu ni nini. Labda ndio niulize, sababu zilikuwa nini, kwa nini tumeamua kuboresha katiba? Cha kwanza, katiba ni nyaraka hai inayoishi. Inatakiwa ibadilike, iboreshwe mara kwa mara kutokana na mahitaji ya wakati. Kwa hiyo sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili, tumetaka kiandikie chama katiba imara. Chama imara kinahitaji katiba imara. Katiba inaenda na wakati. Ifafanue itikadi zake kwa sasa. Ifafanue falsafa yake, malengo yake ya kisiasa, ya kiuchumi na kijamii. Kwa hizo ndo sababu zilifanya kwa mazingira tulionayo katiba yetu inatakiwa ifanywe iwe bora kiasi hicho na iakisi na ukubwa wa chama wa sasa. Kwa ndo sababu. Lakini maeneo yako mengi sasa hatuwezi kuyasema hapa, maana mimi nikisema hili tunataka liwe namna hii, maana si lazima niseme hili tunataka liwe namna hii. Maana sasa na wazuia wanachama kule wasitoe maoni kwa sababu tumeshawafunga kwamba sisi viongozi tunataka hili liwe namna hii. Sisi kama unanielewa vizuri. Unapotaka watu watoe maoni, hutangulii kuwazuia. Wewe ukatoa maoni yako au ukawazuia watoe maoni. Wanatoa maoni, ni demokrasia, wako huru, yakirudi kule yanachakatwa na vyombo vya chama, halafu baadaye tunakwenda kwenye mkutano mkuu unapitisha hiyo katiba ya chama baada ya kukubaliana. Sio kama unielewa vizuri. Kwa hiyo la katiba kaka liko namna hiyo. Swala la